Tazama taarifa hizi za upeo wa TV47. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Dunia leo imeadhimisha siku ya ukimwi, na hapa nchini sherehe hizi zimefana katika kaunti mbalimbali, kuanzia katika kaunti ya Kiambu hadi Marsabit. Wakati hayo yakiendelea, Baraza la Kukabiliana na Magonjwa Sugu NSDC limetoa ripoti ya kushtua kuhusu hali ya maambukizi ya virusi hivi. Mwandishi wetu Muthoni Brenda ana taarifa zaidi. Maadhimisho ya siku ya ukimwi yalianza mwaka wa 1988 na tangu wakati huo yamekuwa yakitumika kuhamasisha umma kuhusu ukimwi na kuunga mkono wanaoishi na virusi hivyo. Miaka zaidi ya 36 baadaye, maadhimisho ya leo yanaendelea kuikumbusha dunia kwamba mapambano dhidi ya maambukizi mapya bado hayajaisha. Katika kaunti ya Kiambu, washikadau wametembea katika mji wa Kiambu wakiwa na vibango na firimbi, wakihamasisha umma kuhusu umuhimu wa kujikinga na kupima mara kwa mara. Idara zile ambazo ni husika, ambazo zinafaa kuchangia katika campaign, niseme zimelala katika kazi. Sababu ile ninasema wamelala kwa sababu maambukizi mapya yanazidi kuongezeka kila siku tunapoamka asubuhi. Katika kaunti ya Meru ambako ugonjwa huu na kiwango cha chini cha maambukizi, maadhimisho haya pia yamefanyika huku wakazi wakikumbushwa umuhimu wa kuendeleza juhudi za kujikinga. Lakini Meru nimesema kongole kwa sababu naona mmepungua, na tuendelee hivyo hivyo. Lakini kwa country yetu kuna mahali imeongezeka kwa sababu labda ya lack of awareness, na ndio tunaendelea kusema tujiathari. Na katika kaunti ya Turkana, sherehe hizi zimetimizwa mjini Lodwar, ambapo wakazi wamepewa elimu kuhusu hatua za kujikinga na pia za kupunguza maambukizi ya virusi hivyo. Na mimi pia napenda kuhimiza watu wetu, wale vijana na wanaume, tukubali kutahiriwa. Tukubali kufanya nini? Kutahiriwa, kwa sababu huwa inasaidia kusambaza ugonjwa wa ukimwi. Ineko katika kaunti ya Siaya, wakazi wamepewa mafunzo na uhamasishaji juu ya kupambana na unyanyapaa na kuzuia maambukizi mapya. The first step is simple. Every one of us should know our HIV status. Testing empowers individuals to make informed decisions and protect their loved ones. Communities remain at the heart of HIV response. They connect people to service, inspire trust, innovate and hold systems accountable. Na ingawa sherehe hizi zimefana nchini kote, ripoti iliyoachiliwa na Baraza la Kupambana na Magonjwa Sugu ni ya kutisha. Kulingana na ripoti hii, maambukizi mapya ya ukimwi yameongezeka na 19% kutoka visa zaidi ya 16,000 hadi visa zaidi ya 19,000. Zaidi ya 74% ya maambukizi mapya yapo miongoni mwa vijana wenye umri wa miaka 15 hadi 34. Visa hivi vikiwa ni 11,582. Nairobi inaongoza kwa maambukizi haya, ikifuatwa na Migori, Kisumu, Homa Bay, Busia, Siaya, Kakamega, Mombasa na Bungoma. Takwimu za kitaifa zinaonyesha kwamba idadi ya Wakenya walioambukizwa ukimwi ni karibu milioni 1.3, huku vifo vinavyohusiana na ukimwi vikiwa 21,000. Kenya inaendelea kuwa na mojawapo ya milipuko mikubwa zaidi ya ukimwi duniani, ikiwa ipo nafasi ya 8 kati ya nchi zote. Muthoni Brenda, runinga ya TV47, Nairobi.